historia iliyoandaliwa. Ifuatayo ni historia fupi ya Mtakatifu Antonio wa Padua. Kuzaliwa. Mtakatifu Antonio wa Padua alizaliwa mwaka 1195 huko Lisbon nchini Ureno, ambapo baba yake alikuwa kapteni wa jeshi la kifalme. Akiwa na umri wa miaka 15 tu, aliingia katika shirika la Mtakatifu Agustino. Hapo alifanya bidii katika kusoma na kufanya mazoezi ya ibada. Baada ya miaka 9 alipewa daraja la upadre, kisha akajiunga na shirika la Francisco. Akataka kwenda kuhubiri Injili kwa watu wa Afrika. Antoni alikuwa na mapendo makubwa sana kwa Bwana wetu Yesu Kristo na alitamani kufa kwa ajili yake. Mara tu Antoni alipokanyaga ardhi ya Afrika, aliugua sana. Hata baada ya kupona, bado alikuwa dhaifu kiasi kwamba akajiweka mwenyewe chini ya mapenzi ya Mungu. Akapanda mashua na kurudi Ureno, lakini dhoruba ilikipeleka chombo hicho mpaka pwani ya Sisilia, na Antoni akaenda Asizi ambapo mkutano mkuu wa shirika ulikuwa ukifanyika. Maisha ya Mtakatifu Antoni katika shirika la Francisco. Antoni alipofika katika nyumba ya Francisco mara ya kwanza, hawakumtambua kwamba ni mtoto wa jamaa bora na mtu mwenye akili na mtakatifu. Padre mkuu alimtuma kwenda kuosha vyombo vya mezani, lakini siku moja alipoambiwa na padre mkuu afundishe kanisani, akafundisha vizuri sana. Ndipo padre mkuu alimwondoa jikoni alikokuwa akiosha sahani za mezani, alimfanya kuwa mwalimu wa wanafunzi wa shirika. Akapewa kazi ya kuwafundisha watu dini. Mtakatifu Antoni amewahi kuandika kwamba Wakristo ni lazima watabasamu na kufurahi pamoja na Bikira Maria kwa kumwilishwa kwake Kristo Yesu kwa ajili ya wanadamu. Kifo na kutangazwa mtakatifu. Baada ya kazi kubwa aliyoifanya Antoni katika utume wake wa kuhubiri na kuokoa roho za watu, mara alijisikia kuishiwa nguvu zake, hivyo alijiandaa kwa kifo. Baada ya kupokea sakramenti za mwisho, aliendelea kutazama juu na mwenye kutabasamu usoni. Alipoulizwa unaona nini, alijibu namuona Bwana wangu. Hapo Antoni akakata roho mnamo Juni 13 mwaka 1231 akiwa na miaka 36 tu. Mara baada ya kifo chake, Baba Mtakatifu Gregory wa 9 alimuingiza katika orodha ya watakatifu mwaka 1232. Tunajifunza nini kupitia maisha ya Mtakatifu Antoni? Kwa zawadi ya maisha ya Mtakatifu Antoni wa Padua, tunajifunza kuwa na unyenyekevu, utii, busara na kuwa watu wa kuathamini wokovu wetu, na tuwe daima watu wa sala. Atakumbukwa kwa msemo wake uliokuwa maarufu ukisema, moyo wa sala usisimwe. Mtakatifu Antoni wa Padua, utuombee. Sifu Yesu Kristo. Baada ya kusikia historia na maisha ya Mtakatifu Antoni wa Padua, somo wetu, kumshukuru Mungu kwa kusanyiko hili kwa jina lake. Kama kanisa la ujirani wa jumuiya zetu, mahali ambapo tunapaswa kuonja unyenyekevu na upendo ule wa Mtakatifu Antoni wa Padua, hasa kwa kujitambua na kuwajibika vema kwa yale ya Mungu na kanisa, chombo chetu cha wokovu. Katika misa hii kuna nia maalum za wanakanda. Nia ya kwanza ni kumshukuru Mungu kwa zawadi ya sikukuu ya somo wetu kwa mara ya kwanza katika kanda yetu.
Hongereni sana wanakanda. Pia wanakanda wanamuomba Mtakatifu Antoni wa Padua ambaye anawafundisha unyenyekevu, utu na maisha ya sala na kumtegemea Mungu, aendelee kuwajalia wanakanda roho hiyo ya msimamizi na somo wa kanda yetu. 3, wanamuomba Mungu wanakanda hii ya Nazareti awajalie moyo wa masikilizano, umoja na mshikamano katika yale ambayo Mtakatifu Antoni wa Padua aliyaishi. 4, wanakanda wanamsihi Mungu huruma kwa ajili ya roho za marehemu wanakanda yao na wale wasio na muombezi. Raha ya milele uwape, e Bwana, na mwanga wa milele uangazie. Wapumzike kwa amani. Amina. Wanafamilia Emmanuel Olomi wanamshukuru Mungu kwa huruma na mema anayewajalia siku zote bila mastahili yao. Wajukuu wa familia Emmanuel wanamuombea bibi yao Francisca, bibi yao Christina, afya njema ya roho na mwili. Pia wanamsihi Mungu huruma kwa ajili ya roho za marehemu Peter Andrea Olomi, Valentina Maria na marehemu wote wa ukoo wa Olomi, ukoo wa Maria na wale wote wasio na muombezi. Mlezi wa parokia anawaombea wanakanda wazidi kuthamini umoja wao, kufahamiana, mshikamano, upendo, baraka, usadaka na moyo wa kumtegemea Mungu kama Mtakatifu Antoni wa Padua alivyoishi. Tukiwa na nia hizo za wanakanda na nia zetu binafsi katika nafasi hii pekee ya Mungu na ya kanisa, kwa unyenyekevu tujute dhambi zetu. Namuungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote. Nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina.
Utujalie sisi wanakanda ya Nazareti msaada wake, tufuate mafundisho yake juu ya uumbaji wako, na tusaidiane katika shida zetu zote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Soma katika waraka wa kwanza Mtume Petro kwa watu wote, sura ya 4 mstari wa 7 hadi 11. Iweni na akili, mkeshe katika sala. Zaidi ya yote, iweni na juhudi nyingi katika kupendana, kwa sababu upendo husitiri wingi wa dhambi. Mkaribishane ninyi kwa ninyi,
pasipo kunung'unika. Mkaribishane ninyi kwa ninyi pasipo kunung'unika, kila mtu kwa kadiri alipoipokea karama. Itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema na neema mbalimbali za Mungu. Mtu akisema na aseme kama mausia ya Mungu. Mtu akihudumu na ahudumu kwa nguvu anayojaliwa na Mungu, ili Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa Yesu Kristo. Utukufu na uweza una yeye hata milele na milele. Amina. Hilo ndilo neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia zake. Heri kila mtu amchaye Bwana,
13 mpaka mstari wa 16. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Neno la Bwana. Msifu Yesu Kristo. Watoto wametawanyika. Watoto waje mbele, watoto mbele, kuna viti mbele, watoto wale walio nyuma kabisa, kuna viti mbele. Utoto mtakatifu. Utoto mtakatifu. Bwana na Roho Mtakatifu. Safi kwa Yesu, safi kwa Yesu, safi kwa Yesu. Tulimpata kudumisha haki na amani miongoni mwa watoto. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Hamjambo? Hamjambo. Watoto mpo? Tupo kanisa, ndani ya kanisa moja takatifu Katoliki la mitume la misionari. Kidogo tu shetani naye tupa kule nyama asirudi tena. Safi kabisa. Haya, wakubwa wapigieni makofi watoto ya Kikristo. Makofi ya Kikristo. Kristo tumaini letu. Amina. Haya, watoto wapigieni wazazi, walezi na watu wazima wamewapigia makofi, na ninyi wapigieni makofi ya kongamano la Kondoa. Kofi la kwanza, kofi la pili, kofi la tatu. Wazazi menuna. Wapendwa familia ya Mungu, tumshukuru Mungu, siku ya leo tumekusanyika kwa ajili ya kusherehekea somo wa kanda yetu. Sasa tunaposherehekea somo wa kanda, lazima kwanza tujiulize kanda ni nini? Katika utaratibu wa muundo wa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, kanda ni nini? Na ili tufike tujue kanda ni nini, lazima tujue muundo wa kanisa unaanzia wapi. Hili ni jambo la msingi sana ukajua. Kanisa kwanza kabisa unakuta kanisa kama kanisa linaanza kwenye nafsi ya mtu mwenyewe. Wito wangu binafsi, kanisa linaanza kukua kwenye familia. Kanisa tunaendelea kuliona kwenye kanisa la ujirani, ambalo ni kanisa la ujirani wa hizo familia linaitwa jumuiya. Na katika jumuiya zilizo jirani, kadiri ya jiografia na kadiri ya mazingira ama idadi, nazo zinaunda kitu kinachoitwa kanda. Kwa hiyo kwa ufupi, kanda ni muungano wa jumuiya za ujirani kulingana na mazingira yake. Kanda. Sasa jibu lingine ndio tukasema kanda ni kanisa la ujirani wa jumuiya. Kanisa la ujirani la jumuiya, kwamba jumuiya zile katika ujirani wake zina
inaunda kitu kinachoitwa kanda. Sasa kanda imeundwa na muundo huu wa kanisa kwa ajili ya nini? Kanda imeundwa kwa ajili namba moja, watoto baadaye kuna chemsha bongo. Kanda inaundwa na jumuiya za ujirani kwa ajili ya kufahamiana. Hilo ndio la maana sana, kufahamiana. Naona hapa, geuka uone aliyeko kulia kwako, geuka kulia. Wengine kwa kufuata maelezo wanakazi, geuka kulia, umemwona huyo. Geuka kushoto, umemwona huyo. Geuka nyuma, naye huyo yupo. Angalia mbele na wale wako. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kumbe lengo kubwa la kusanyiko la kanda, na hasa katika mambo mbalimbali, ibada na misa takatifu, ni kufahamiana. Fahamiana. Sisi hapa mlipogeuka nikasema muangalie mbele. Nikuangalia mbele, mlikuwa mnaniangalia mimi au mnaangalia masista wenzenu? Najua mlikuwa mnaangalia masista wapya ambao lini wamepata usista. Jumanne wameweka nadhiri zao za kwanza. Pasha kwa ajili yao, pasha kwa ajili yao na wao wasimame, pasha kwa ajili yao ndio matunda ya kanda, wao wasimame, pasha kwa ajili yao, pasha kwa ajili yao, pasha kwa ajili yao. Choma mara 4. Tunamshukuru Mungu sana kaina. Asante sana. Kwa hivi isingekuwa kusanyiko hili la kanda, hawa tungewaona wapi? Labda kama tungeenda nyumbani kwao, ama tungekutana wao wakifanya utume mwingine. Lakini leo tunakutana kwa pamoja katika kusanyiko hili kubwa la wanakanda na wale ambao wamealikwa kwa sababu ya lengo la kufahamiana. Sababu ya pili ya kanda. Sababu ya pili ya kanda ni kuimarisha umoja katika sala. Kusali pamoja. Ndio maana wanakanda, mwenyekiti wa kanda hii, wanakanda wa Nazareti, lazima muwe na siku moja katika mwezi ya kusali pamoja. Kusali pamoja. Makofi kwa ajili ya hiyo, na maana jamaa kusali pamoja. Kwa hiyo kuimarisha umoja katika sala. 3. Umuhimu wa kanda ni kurahisisha mawasiliano na maisha ya kichungaji ndani ya ujirani wa kijumuiya. Watu mawasiliano, tunakurahisisha mawasiliano ya kichungaji ndani ya ujirani wa kijumuiya, kwamba jirani zetu zile jumuiya zile jirani tunaunganisha mawasiliano. Mfano, mafundisho ya masakramenti. Mfano, kutambua karama mbalimbali. Mfano, kujiunga vizuri na kuimarisha vyama, vikundi na mashirika ya kitume ndani ya kanda kwa kutumia ujirani wa jumuiya na uongozi ule halali wa kanda. Lakini kanda lazima muende mbali kama ambavyo mlifanya mwaka jana. Claudio kwa mlifanya mwaka jana. Lazima ifike mahali muwe na vyombo mbalimbali vya utume vya kikanda. Mfano, mnapaswa kuwa na kwaya ya kanda. Kila kanda inapaswa iwe na kwaya. Wengine tunasema tuko wachache, nataka moyo wangapi ndio muimbe. Kwa hivi tunaona kwamba kweli mambo kama haya pole tunapaswa kuimarishane ili kuhakikisha kwamba kanisa la ujirani wa jumuiya linasimama. Tunamdhihirisha Kristo na kumtangaza Kristo. Kwa hivi hiyo kulikuwa ni sehemu ya mwanzo ya kujua kanda ni nini na umuhimu wa kanda. Sasa leo katika kanda yetu ya Nazareti tunafanya sherehe ya somo wetu, ambaye somo wetu ni mtakatifu nani wanakanda? Sauti mimi sisikii. Mtakatifu nani? Naam. Antoni wa Padua. Watoto, somo wa kanda hii anaitwa nani? Antoni wa Padua. Jamaa wamepata vizuri. Kisomo wa kanda hii anaitwa nani? Wanasema Antoni wa Padua. Mtakatifu Antoni wa Padua. Watumishi wa tayari wamepata. Hongereni bwana. Tutapigiwa makofi baadaye. Watoto wapigeni makofi, watoto wenzenu wamepata. Subirini sasa. Makofi ya kibunge. Makofi
ya kibunge. Najua benchi la kupigia kelele hapa sasa, gongeni viti. Sasa inatosha. Kwa hivyo Antoni wa Padua. Sasa Mtakatifu Antoni wa Padua ambaye ndiyo msimamizi na dira ya kanda yetu ni nani? Tumemsikia kwenye historia. Lakini kwa ufupi ni nani? Tunaona kwamba ni yule ambaye alisikia habari za Kristo na kumfuata Kristo kwa bidii, kwa uvumilivu, kwa usadaka. Naambiwa katika ujana wake alipokuwa anatafuta namna ya kumtumikia Mungu vizuri kwa nguvu alizokuwa nazo, kwanza alijiunga na shirika la Waagustiniani. Ile ndio shirika la Baba Mtakatifu. Baba Mtakatifu wetu anatoka katika shirika la Waagustiniani. Baya akafuata malezi kwa Agustiniani, na baada ya malezi hayo akaamua kuacha kwa sababu ambazo zilijitokeza nyakati hizo, akajiunga na Wafransisko. Ni Francisco, ni mkapuchini Francisco. Kwa akafuata yale malezi ya Francisco wa Asizi pamoja na wafuasi wake na shirika ambalo alianzisha Francisco wa Asizi kwa bidii, na akaanza kudhihirisha utume wake. Bahati nzuri nilifika mpaka kwenye mahali ambapo wameweka mwili wake, wameukausha mahali hapo kwa Antoni wa Padua, na jinsi ambavyo ulimwengu wanakwenda kuhiji, ulimwengu wanaenda kusali, ulimwengu wanaenda kuomba, ulimwengu wanaenda kumuomba waombee na wao wamwige. Sasa Mtakatifu Antoni wa Padua, somo wenu ana mambo mengi, lakini naomba niwakumbushe machache. La kwanza kabisa, tunaambiwa kwamba alikuwa imara katika fadhila kuu za Kikristo. Watoto hapo, alikuwa imara katika fadhila kuu za Kikristo. Sasa fadhila kuu za Kikristo ni zipi? Alikuwa imara katika imani kwa Mungu, alikuwa imara katika matumaini kwa Mungu, alikuwa imara katika mapendo kwa Mungu. Kwa fadhila kuu zile za Kikristo, imani, matumaini na mapendo, yeye alijiimarisha. Hakuwa imara kwa sababu alizaliwa imara. Alikuwa imara kwa sababu alijifunza kuwa imara. Kumbe na sisi tumuombe Mtakatifu Antoni wa Padua atuombee kwa Mungu tuweze kufanya mazoezi ya kujiimarisha katika imani kwa Mungu. Usiruhusu hofu katika maisha uone kwamba ndizo zaweza kutawala maisha yako. Maisha yako yanatawaliwa na Mungu aliye Roho, Mungu muweza wa yote. Kwa hiyo na sisi katika maisha hofu mbalimbali zile katika maisha, changamoto mbalimbali, nasi tufanye mazoezi ya kumtegemea Mungu. Tumtegemee Mungu namna gani? Tumtegemee Mungu kwa neno lake, neno la Mungu katika mafundisho na mwongozo wa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume. Tumtegemee Mungu namna gani? Katika kuwa mtu wa fadhila. Jitahidi sana kuwa mtu wa fadhila, rafiki wa masakramenti. Watoto nilikuwa nawafundisha wakati wa komunyo hapa. Rafiki wa masakramenti, hasa sakramenti ya Ekaristi Takatifu ukiwa na hali njema. Sakramenti ya upatanisho pale unapokuwa umemkosea Mungu kwa mawazo, maneno na matendo yako. Maana wewe sio mkamilifu. Kwa hivyo urafiki na masakramenti. Alijiimarisha katika fadhila kuu za Kristo Mtakatifu Antoni kwa njia gani? Kwa sababu yeye alikubali kuwa mtumwa wa Kristo. Mtumwa wa Kristo alijua kwamba kuna heri na kuna ole, kuna ndio na kuna hapana. Alijua hiyo, akaanza kujizoesha hivyo katika maisha yake. Kwa hiyo tunamuona alijizoesha namna hiyo. Kwa mtakatifu pia Antoni wa Padua tunamuona katika maisha yake alikuwa imara katika fadhila zile za Kikristo kwa sababu aliwapenda wenzake, hasa wale wenye shida. Aliwapenda wenzake hasa wale wenye shida. Aliwapenda akawasaidia kwa kuwashauri, akawasaidia kwa chochote alichokuwa nacho, akawasaidia kwa kuwafundisha na kadhalika. Tunaona mwisho tuna Mtakatifu Antoni wa Padua katika kipengele hicho cha fadhila za Kikristo. Ndio la mwisho, fadhila za Kikristo. Kwa nini alikuwa imara katika fadhila zile kuu za Kikristo tatu? Kwa sababu alikuwa anapenda kujifunza zaidi kuhusu Mungu na kanisa. Kujifunza zaidi.
tunaona kwamba tunajua mambo ya Mungu na ya kanisa. Tujifunze zaidi, jifunze zaidi neno la Mungu, jifunze zaidi historia ya kanisa, jifunze zaidi maadili ya kanisa, jifunze zaidi kusali, jifunze zaidi kumtolea Mwenyezi Mungu karama zako, muda wako na matoleo yako mbalimbali. Jifunze zaidi, sio ile desturi tu kwamba basi kwa sababu ni Jumapili nitafanya hivi. Jifunze zaidi. Kwa hivyo tunaona yeye alijifunza zaidi, akaelewa zaidi, akawa mwalimu mzuri kwa ajili ya wenzake, akawa mwalimu mzuri kwa sababu alijifunza zaidi. Kwa hivyo tumuombe Mungu atujalie neema ili na sisi tunapoadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Antoni wa Padua tuimarishe kwa mazoezi ya kila siku ya maisha yetu ya kikanisa kama kanda, ili tuimarike katika fadhila zile kuu za Kikristo: imani, matumaini na mapendo. Lakini Mtakatifu Antoni wa Padua alikuwa mnyenyekevu. Tunaambiwa, maandiko yamesema alikuwa mnyenyekevu, akisikiliza sauti ya Mungu, akisikiliza mwongozo wa kanisa, akisikiliza mwongozo wa shirika lake, akisikiliza mvuto wa ndani yake. Aliusikiliza bila kuyumbishwa na vionjo vya ulimwengu. Na sisi tuwekeane kama kanda mazingira ya kuhakikisha wewe mwenyewe unaisikiliza sauti ya Mungu na kuifuata, na kumsaidia mwingine aifuate sauti ya Mungu ndani mwake. Wazazi na walezi, msiwapangie watoto mvuto wa maisha yao. Kazi yako mzazi ni kumuuliza kwamba wewe unatamani kuwa nani, halafu kumuongoza katika tamanio lake. Akisema yeye anatamani kuwa chinja, hapo namuongoza kwamba uchinja ni kitu kibaya. Akisema yeye anatamani kuwa bouncer kwa ajili ya wizi na kadhalika, kuvunja nyumba za watu na kadhalika, unamwambia kitendo hicho ni kibaya. Maana wanaangalia kwenye picha, hata mapicha haya kidogo. Muongoze watoto. Usidhani ule uhuru ndio utamsaidia mtoto achague vyema. Ule uhuru unaweza kumchanganya mtoto akachagua ovyo. Wazazi, sikilizeni mtoto anataka nini, muombeeni. Sikilizeni mtoto anataka nini, muongozeni katika njia ile anayetamani. Sasa wewe umeona tu masista hao wameweka nadhiri za kwanza Jumanne. Umeng'ang'ania mtoto wako, unasema mwanangu lazima uwe sister. Sio lazima. Msifu Yesu Kristo. Sister samani siharibu wito. Au naharibu. Sio lazima awe sister. Lakini mwambie mwanangu, na wewe upendi kuwa sister kama wale masista waliopata nadhiri Jumanne? Haya ndio maswali ya mama mwema. Unaoni kwamba hiyo kitu na wewe upendi? Mimi mama sipendi wale kule kwa masista hivi nini. Basi unaanza kumueleza juu sasa ya uzuri wa kuwa mtawa. Mtoto anakuambia, mtoto ananiambia, mimi nataka kuwa askari. No. Msikilize. Huo ni mvuto ulio ndani mwake, ndio mvuto ulikuwa ndani ya Antoni wa Padua. Wazazi wake wakamuongoza. Akaingia shirika la Agustiniani, kule ikashindikana, wakasema nasemaje? Akasema mimi nataka niwe Mfrancisco, Mkapuchini. Wakasema haya, anza huko nako nasemaje? Anasema huku nimefika. Wazazi wakawa wanamuongoza na kumsaidia. Wazazi, tuweze kuleta ile amani kwa ajili ya watoto wetu kwa unyenyekevu. Unyenyekevu wa Antoni wa Padua uwe kwa wewe kama nafsi, lakini unyenyekevu huo upeleke kwa mwingine. Tuwe wanyenyekevu kusikiliza sauti ya Mungu kwa wenzetu na sauti ya Mungu kwetu. Muombe Mungu atujalie hayo yatawale kanda yetu. Mwenyekiti, yatawale kanda yetu. Kule naona wasikii. Yatawale kanda yetu unyenyekevu, yatawale kanda yetu malezi ya marika, yatawale kanda yetu. Sisi na wenyewe kama viongozi tuongozane katika misingi ya haki na kweli inayojenga fadhila kuu za Kikristo: imani, matumaini na mapendo. Tumsifu Yesu Kristo.
sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, kwa manufaa yetu sisi na ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunakuomba utujalie matoleo yetu tunayokutolea, utujalie kwa maombezi ya Mtakatifu Antoni wa Padua, yatuimarishe katika imani, matumaini na mapendo, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tendo la kufana kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe utukuzwa katika kusanyiko la watakatifu, na kwa kuwapa taji kwa mastahili yao unatuza mapaji yako, na wewe unatujalia mfano katika mwenendo wao na ushirika katika kuungana nao na msaada wa maombezi yao, ili kwa kuthibitishwa na mashahidi wengi namna hii tupige mbio bila kushindwa katika mashindano yaliyowekwa mbele yetu, na tupate pamoja nao lile taji la utukufu lisiloharibika kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa hiyo sisi pamoja na jeshi la malaika wa mbinguni twawimba wimbo wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Hosana juu, hosana juu, hosana juu mbinguni, hosana, hosana juu mbinguni, hosana, hosana juu mbinguni. Ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa kwa hiari yake ateswe, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatwaa kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Yesu, milele yote.
tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuo wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukutane na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, kamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14, askofu wetu mkuu Kinyaia, askofu wetu msaidizi Kibozi na waklero wote. Kumbuke watumishi wako marehemu, tunawaombea katika sadaka ya misa takatifu uliowaita kwako katika dunia hii. Wajalie ili wao walioshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo washiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri, Mtakatifu Antoni wa Padua, somo wa kanda yetu ya Nazareti, na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Mstahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kushawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, usudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tufadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo aliyowaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usitazame dhambi zetu, la tuimani ya kanisa lako, pendi kujalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Mtakatifu Antoni wa Padua, somo wa kanda yetu.
mshindaji, mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo vitulinde tupate uzima wa milele. Amina. Iwe mlinzi wa kala
wa Padua, msimamizi wetu na mwombezi wetu, uliacha yote kumfuata Kristo. Mtakatifu Antoni, tuombee kwa Mungu. Uliacha yote kumfuata Kristo. Mtakatifu Antoni, tuombee kwa Mungu. Msimamizi wetu na mwombezi wetu, somo wetu Antoni wa Padua, msimamizi wetu na mwombezi wetu, uliacha yote kumfuata Kristo. Mtakatifu Antoni, tuombee kwa Mungu. Uliacha yote kumfuata Kristo. Mtakatifu Antoni, tuombee kwa Mungu. Kwa nguvu ya sakramenti inayotuongoza kwa maombezi ya Mtakatifu Antoni wa Padua, utimize kazi njema uliyoianza ndani yetu mpaka siku atakapokuja Kristo Yesu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Endeni na amani. Tunabariki maji, watu na mahali hapa. Msaada wetu kwa jina la Bwana Aliyeziumba mbingu na nchi, Bwana awe nanyi. nawe rohoni mwako. Mwema na mwenye huruma, tunakushukuru kwa wema wako na kuomba baraka yako kwa chumvi hii uliyoiumba wewe mwenyewe. Zamani ulimwamuru nabii Elisha atie chumvi kwenye maji kusudi asilete uzazi na mapooza. Tunakuomba Baba wa mbinguni, maji hayo na yabariki wewe mwenyewe, yakichangana na chumvi hii, wala tukawatumia kwa imani na matumaini, wakilitaja jina lako, wakikushukuru wewe na kushika amri zako, wapate ulinzi na wokovu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Atukuzwe Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. atukuzwe Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Mungu tunakuomba baraka yako kwa ajili ya mahali hapa na watu hawa. Wabariki kwa maombezi ya Mtakatifu Antoni wa Padua, somo wa kanda yao, waweze kubaki imara katika imani, matumaini na mapendo, unyenyekevu na kusaidiana wao kwa wao katika changamoto zao.
kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Upande wa kuume, haleluya. Nimeona maji yakitoka hekaluni. Upande wa kuume, haleluya. Jumuiya zinazounda kanda ya Nazareti ni kama zifuatazo: Jumuiya ya Mtakatifu Luka Mwinjili, Jumuiya ya Mtakatifu Alexander Bryant, Jumuiya ya Mtakatifu Inyasi wa Antiokia, Jumuiya ya Mtakatifu Paulo Mtume, Jumuiya ya Mtakatifu Mikaeli Malaika Mkuu na Jumuiya ya Mtakatifu Cecilia. Kanda ya Nazareti ina jumla ya wanajumuiya 363 ambao wanaume wapo 58, wanawake wapo 79, vijana wapo 82 na watoto wapo 144. Pige makofi hapo kwa watoto. Kanda ya Nazareti imefanikiwa kufanya vikao mara 5. Mojawapo ni kati ya sherehe ya mavuno, ambapo sherehe ya mavuno ilifanyika vikao mara 2, na pia tukakutana kama kanda kusali kwa pamoja mara 3. Mafanikio ya kanda ya Nazareti: tumefanikiwa kuendelea kusali kwa pamoja na kufahamiana zaidi. Changamoto katika kanda ya Nazareti: katika jumuiya zinazounda kanda ya Nazareti zina upungufu wa viongozi pamoja na upungufu wa viongozi wa kanda wenyewe. Namba 2, baadhi ya wanakanda hawana masakramenti. Namba 3, baadhi ya viongozi wa jumuiya kutoshiriki mambo yanayohusu kanda. Hitimisho: tunamuomba Mwenyezi Mungu azidi kutujalia baraka na neema, tuzidi kuimarika zaidi kiroho na kimwili, ili kuweza kudumisha utume wetu katika kanda yetu ya Nazareti. Mtakatifu Antoni